Ndugu zangu wa Tanzania, mahali popote mlipo na watazamaji wote kwa ujumla, hujambo? Karibu katika uchanganuzi, ni kueleze yale ambayo yanaendelea kushuhudiwa katika taifa la Tanzania. Aliyekuwa rais katika taifa la Tanzania, Jakaya Mrisho Kikwete, ameweza kushuhudia uvamizi mkubwa na kushambuliwa haswa katika uongozi ambao unaendelea katika taifa la Tanzania sasa hivi. Kulingana na chapisho ambalo umeliona hapo hewani, nasema ya kwamba kutoka kuwa First Lady hadi kuwa mbunge na kujishushia heshima Lema, nani ametoa mashambulizi hasa kwa familia ya Jakaya Mrisho Kikwete? Sio mwingine ila tu ni mwanasiasa kutoka mrengo upinzani Godbless Lema. Vile mnajua, Jakaya Mrisho Kikwete alikuwa rais kwa miaka 10 katika taifa la Tanzania. Lakini baada ya hayo, mke wake ambaye anaitwa Salma Kikwete alikuwa First Lady na zile heshima zote za kuwa na bwana ambaye ni rais katika taifa la Tanzania. Lakini sasa hivi ni mbunge katika bunge la Tanzania. Sasa Godbless Lema ametoa mashambulizi katika familia ya Kikwete kufuatia na hayo ambayo yanaendelea kushuhudiwa baada ya mke wake kwa mbunge, huku akisema hivi. Naomba kusoma vile amemvamia mke wa Kikwete. Anasema hivi, anaandika Godbless Lema: Mama Salma Kikwete, ulikuwa First Lady wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kipindi cha miaka 10. Heshima kwa kipindi cha miaka 10. Heshima kubwa sana, na kwa wengi ya kutosha kubaki nayo milele. Uamuzi wa kutafuta nafasi ya ubunge, kwa mtazamo wangu, haujaongeza heshima hiyo, bali umeipunguza. Kinachoonekana si huduma mpya kwa taifa, bali ni kushuka daraja lisilo la lazima. Nafasi ya First Lady tayari ilikuwa ya juu, yenye hadhi na heshima ya kipekee. Kama ungekuwa mzazi wangu, ningehisi maumivu makubwa kuona hatua kama hii ikichukuliwa. Wakati mwingine heshima si kuongeza vyeo au madaraka, bali ni kujua wapi pa kusimama, lini pa kuondoka, na kuacha historia kuheshimu. Ameandika Mheshimiwa Godbless Lema. Sasa Godbless Lema ni mwanasiasa kutoka mrengo wa upinzani, ndiye amemvamia na kutoa mashambulizi haswa kwa familia ya Jakaya Mrisho Kikwete. Kabla nizame kwa undani, nashukuru wote ambao mnatazama hii kanali mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa. Kwa heshima na taadhima, unapoendelea kutazama hii kanali, tukabidhi like. Kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda, bonyeza hiyo alama ya kidole kama njia moja ya kutukabidhi like, na ikiwa hauja subscribe, na kuomba tukaweze kusubscribe. Without wasting your time, back to our analysis. Sasa hivi tunapozungumza, mke wa Jakaya Mrisho Kikwete ambaye anaitwa Salma Kikwete ni mbunge katika taifa la Tanzania. Kumaanisha ni kuwa satisfied, kutoridhika haswa katika uongozi. Ndio maana anashambuliwa na Godbless Lema. Alikuwa First Lady kwa miaka 10 wakati bwanake alikuwa amekaa katika kiti cha enzi Ikulu ya Tanzania, lakini sasa hivi bado hajashiba na uongozi huo, ila tu na sasa hivi ni mbunge katika bunge la Tanzania. Nilikuwa nafuatilia vikao ambavyo vilikuwa vinaendelea bungeni mwishoni mwa wiki hii, nikamwona Salma Kikwete akimsifu Samia Suluhu Hassan licha ya maovu, licha ya maafa kushuhudiwa katika taifa la Tanzania.
anapiga kelele akiwa bungeni huku akimsifu kwa hali ya juu. Na tumekuwa mara nyingi tukiona Jakaya Mrisho Kikwete akitembea na Samia Suluhu Hassan wakifanya ziara na kuzindua miradi ya maendeleo, miradi ambayo inastahili kufunguliwa na viongozi ambao wapo mamlakani sasa hivi. Maybe Samia Suluhu Hassan ama Emmanuel Nchimbi ambaye ni makamu wa rais, ama waziri mkuu Mwigulu Nchemba, yani miradi ambayo inastahili kuanzishwa ama kuzinduliwa na viongozi ambao wamekalia viti mbalimbali. Lakini tunamuona Samia Suluhu Hassan, tunamuona Jakaya Mrisho Kikwete akizindua miradi hiyo. Kumaanisha nini? Uongozi huwa unakuja na unapita, lakini kwa Jakaya Mrisho Kikwete inaonekana anakabidhiwa nafasi kubwa zaidi hata sasa hivi katika uongozi uliopo mamlakani wa Samia Suluhu Hassan. Ndio maana Godbless Lema ametuma mashambulizi katika familia ya Jakaya Mrisho Kikwete, kwa kumaanisha ya kwamba kuwasomea kwamba hawaridhiki na uongozi ila tu ni kuendelea kuwa uongozini. Lakini anamvamia mke wa Jakaya Mrisho Kikwete kwa kusema kwamba ile heshima ulikuwa nayo umeipunguza kwa sababu umeenda bungeni kama mbunge kutetea Samia Suluhu Hassan hapa na pale. Ikumbukwe ya kwamba kufikia sasa wale ambao ni wabunge katika bunge la sasa Tanzania, wengi 99% wamechaguliwa kupitia chama cha CCM kupitia uchaguzi uliopita. Na kuna habari za ndani zinasema ya kwamba wakati Samia Suluhu Hassan aliweza kukabidhiwa nafasi ya kuwania kiti cha urais kupitia chama cha CCM, aliweza kukabidhiwa tikiti ya chama cha CCM kupitia uwepo na uamuzi wa Jakaya Mrisho Kikwete. Huenda vitu vingebadilika, mwingine akabidhiwe cheti cha CCM kuwania kiti cha urais. Sasa Samia Suluhu Hassan akaamua kurudisha mkono kwa familia ya Jakaya Mrisho Kikwete ili Mama Salma Kikwete awe mbunge katika bunge la sasa nchini Tanzania. Hayo ndio yanaendelea, ndio maana mrengo upinzani unaendelea kuvamia na kutuma makombora makali kwa Jakaya Mrisho Kikwete ama kwa familia yake kupitia mbunge Salma Kikwete ambaye sasa hivi anaendelea kumsifu Samia Suluhu Hassan licha ya yale ambayo maovu yalishuhudiwa nchini Tanzania. What do you think? Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala ya kisiasa. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. If you have not subscribed to our YouTube channel, I'm requesting you to consider subscribing by smashing the subscribe button that is down here. Once you are done, remember to turn on the notification bell so that the moment we upload and review a clip, you'll be notified automatically that Mokenya TV has uploaded a review clip to watch. Remember to share our content always with our WhatsApp groups and even on Facebook. That's the only way we can continue building this channel. Mokenya TV. Be blessed. Let's meet in the next video. Bye bye.